kuomba Mungu atupe neema ya kumngojea. Na tumesoma, naona hii kama ni somo la 4 kuhusu jambo lile. Wakati nilikuwa hapa tarehe 19 wa 6 2026, tulikuwa tunaangalia mifano katika Biblia ya watu ambao walimngoja Mungu. Wa kwanza tuliyemwangalia ni baba wetu wa imani Abrahamu. Alipoahidiwa mwana ama mtoto na Mungu aligojea miaka 25. Mwingine tuliangalia ni mtu anaitwa Yusufu. Hiyo ndio tuliangalia sana. Maana tulisema wakati alikuwa na miaka 17 ndio aliota ndoto ya kuwa mkubwa. Na tunaona kwamba tukasoma tukasema alifanyika prime minister akiwa na miaka 30. Na tukiona yeye mwana wa miaka 13 alifanyika prime minister. Kwa hivyo tukasema alingoja Mungu miaka 13. Tukiona tena ile akali ina miaka 13. Mfano mwingine tuliangalia ni mtu anaitwa Daudi. Alimwagwa mafuta na Samueli akiwa na miaka 15. Akaenda malishoni kuchunga kondoo za baba yake. Na huko akakutana na mambo ya kufukuzwa na Sauli. Na alifanyika mfalme akiwa na miaka 30. Kwa hivyo Daudi, mtu anaitwa Daudi alikuwa na Mungu miaka 15. Nilikubalia siku ya leo tufike mwisho wa somo lile. Nitasema maneno haya tunapotamatisha. It is just a matter of time. Keep waiting. Simwambia jirani iko wako na kisungu na muna hiyo. It is just a matter of time. Amina. Amen. Nataka ona fio wewe mthomu mwele aterere. Ndio ona kwamba wewe ni msomi mwambie time will tell. Ihinda no leliuga. Ni wata urawe. Asante. Mwele wewe abio time will tell. Mwele ihinda no leliuga. Mahinda ne mama na matishajagia. Wakati ni za haki na haibadiliki. Taremuza jamaa mmoja nekege tokile terega boka kanisa dinashara na nusu. Kwa nini ilisababisha tusije kanisa darasani na nusu siku ya leo? Kana nekege tokile terega boka kanisa na akaenda shio tuko. Kama ni nini hiyo ilituzuia tusije kanisani saa 9 usiku? Oborade na mahina matuma makinyu. Mnaniambia nyakati haiko imefika. Kwa mahina matuma makinyu maboka kanisa. Kwa hivyo wakati wa kuingia kanisani haiko imefika. Ndio ya mahina makinyu ya mago ukatuoka. Lakini wakati nilipowaambia nasi tukakuja. Nikaenda kuba it is just a matter of time. Nikienda wakati kwa ida nini? Hapo waterera kai. Habari ya kumngojea Mungu. Ile tolekele kuba tunoihita. Tumalizia na kusema ni kwa wakati. Wazile tondole wetagererwa. Ngoje maana ngoje yeye. Wewe mwehoke kuniokaga. Yeye ni mwaminifu anakuja. Nikaenda mama ile wa Ecclesiastes. Watani tusome katika Mhubiri. Mhubiri ni 3 mstari wa kwanza. Maneno haya ni maneno mazuri. Biblia inasema kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa hivyo kila jambo lina wakati wake. Kwa wale ambao wamebarikiwa kuwa wakulima, wanapopanda viazi wanajua ya kwamba kuna wakati hizo viazi zinakaa na ili ziweze kutolewa kwa shamba. Kwa wale wanapanda mboga wanajua ya kwamba ni muda gani mboga inakaa na ili itolewe. Kwa wale ambao wamebarikiwa na ng'ombe wanajua ni
njia yake. Wakati wa kila kusudi chini ya mbingu mstari wa 4 hapo, wakati wa kulia na wakati wa kucheka. Inataka isomwe na Kikuyu. Wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Hede ya kolera ona hede ya odeka, hede ya wedikera ona hede ya kuina. Kwa hede ya wedikera kuna wakati wa kuomboleza na nekole hinda ya odeka, na kuna wakati wa kucheka. Na mashio mobe no mahinda, haya yote ni majira, na mahinda matihana naga, na majira haifanani. Kwa mundu mmoja orarira ni todo wa maundu mareragerera. Kuna mwenye analia siku ya leo ambaye anayapitia, na nekole na mundu mmoja wao mmoja ena umoshi ni todo wa mareragerera. Kuna mwingine anasiba kwa ambaye amepata, na ulelengi unamoshi mmoja wao mmoja, na mmoja anasiba siku ya leo. Nekole hinda ale ya wetereri. Kuna wakati alikuwa majira ya kungojea, Nekole hinda ale ragira Ngai. kuna wakati akamulilia Mungu. Kwa mahinda no magaga tuhana na ithuothe. Kwa hivyo majira labda isiwe sawa kwetu. Na nekole na tuthome mmoja wao mmoja atiriri. Kwa sababu napenda tusome ya kwamba No kora ni wetereire Ngai. kila mmoja umefanya ungojea Mungu. Undu uria tubatie kumenya ni atiriri. Kama tunapaswa kujua ni ya It kwamba is just a matter of time. ateno kwa ina nini. Amina. Amen. Nataka kuleta mfano katika Biblia. Kuna hapo hiano nini wa maandiko. Tunaposoma Psalm 27 verse 4. Tungesoma Zaburi ya 27 mstari wa 4. Sorry, verse 14. Psalms 27 verse 14. Zaburi ya 27 mstari wa 14. Biblia kuna maneno inasema hapo. Haule hale ndo Biblia yarauga. Psalms 27 verse 14. Zaburi ya 27 mstari wa 14. Umgoje Bwana, uwe hodari, upige moyo wako konde. Naam, umgoje Bwana. Etera o Jehova, yana hinya, nawe weomererie ngoro, yeni no gieterere Jehova. Lakini tusokere ciugo icio wega na Gikuyu. Wacheni tuyarudie haya maneno vizuri kwa Kikuyu. Tondu ni ciugo njega cia goro. Maana ni maneno mazuri ya dhamana. Lakini tuthie ndiko nitutongorie. Etera o Jehova, Maandiko maroiga atiriri. Biblia inatamka na kusema, Daudi kwina ciugo renda tuigue umuthi. Daudi kuna maneno anapenda tuyasikie wa leo. Arauga atia Daudi? Etera o Jehova, Eterera o Jehova. yana hinya, Eterera o Jehova. Kuna kitu nataka tuangalie hapo. Hapo kanisa kuna jambo napenda tuliangalie. Eterera O Jehova, brother yaku. ndugu yako. Eterera Ewe goja, kazi ni yaku. kazi yako. Si unasikia eterera o. Wewe unaweza kuweka. Unaweza weka jina lingine pale. Si muangalie jirani yako. Norosho muliganeti. Sasa umwambie eterera, umwachie ajazi. Wewe mwele eterera hapo pengine naye aihorie. Ndio leta wega. Umemwangalia vizuri. Haya. Tukamwe kutia tutikole. Eterera o. Basi naomba kaingia kwa hapo na umwele eterera o. Salimia waliye karibu na wewe mwambie. Okay, kwa sio wangu. Mwingine amesema neno yako. Akwera o. Amesema nani? Kemwele ona eterera Jehova. Mwambie hata na wewe ngoje Bwana. Amina. Amina. Ikashoka ugatia. Yana hinya. Oshoka mwele leo wangu
mwambie na weyomererie ngoro. Mwambie jipe moyo. Amina. Haleluya. Tiomererio. Siate ufarikiwe. Wewe ni weyomererie. Usifariki mwenyewe. Onekole kono wetamo weyomererie. Hakuna mtu anaitwa weyomereria. Sinaitwa jikaze. Jikaze. Wewe enda maeneo inaitwa weyomererie. Jikaze. Amina. Amina. Mswahili anasema upige moyo konde. Baada ya kuyomereria endi no yeterere Jehova. Arabi anasema endi no yeterere Jehova. Namgoje Bwana. Amina. Amina. Nasema it's just a matter of time. Nataka kuleta mifano ya watu waliojua kumgojea Bwana. It's just a matter of time. Kuna mtu anaitwa Hana. Hana anaitwa Hana wa Elikana. Huyu ni mama tumemsoma sana kwa Biblia. Alikuwa amefanya kitu tunaita years of heartbreak. He faced years of deep heartbreak. Hana alipitia miaka mingi ya kuvunjika moyo. Maana Biblia inasema hata kila mwaka walikuwa wanapata shiro, lakini hakuna matokeo yaliyopatikana pale. Na ninaweza fikiria na mawazo yangu, kila wakati walipokuwa wanaenda shiro, Hana alikuwa na ombi moja tu. Kora wachigua uwekana baba.
43, sorry. 43. Na tusome. Nowe akimera atiri. Nejagereiro nikuhujanageria muhoro uria mwega. Mutumia uria waurite thakame miaka 12. Hata ni mimi niliandika kimakosa. Ingine ndirandikire uria hatari. Tuadhani lakini ni hapo. Ni 43 lakini si labda nilikosea. Wengine kuhitia ndahitirie. Lakini kuna huyu mama aliyetokwa na damu miaka 12. Naona tuwe mutumia waurire thakame miaka 12. Kwa wale ambao ni wasomi wa Biblia, kuli yale adhomi ya maandiko. Biblia inasema kwamba pesa zake alitumia kwenda kwa matibabu. Kiwa atibia si kiasi hodari yale ndiye kule aligitani. Na muda wa miaka 12 si muda mchache. Na hii ndio miaka 12 tikahina kanini. Ni muda ambao unatumia pesa kile unapata unatumia pesa. Ni kitu gione wana tabia waende ukitwale na aligitani. Lakini ndani ya mawazo huyu mama, nini wameshia mambo tumio. Hata kama alikuwa anapitia ile shida. Hata kama alikuwa anapitia uchungu ule. Kuna kitu mama huyu alijua. Hata kama nimeumia miaka 12. Muda utafika. Muda utafika. Hii mambo yangu ya kusumbuliwa na kutoka kwa damu itafika mwisho na iishe. Maana huyu mama alijua siku moja itakapofika, Yesu atakapopita mahali, sitahitaji nimweleze shida yangu, lakini kile kitahitajika niguze pindo la vazi yake. Wapendwa, wakati ukifika, hakuna mahali jawabu haiwezi toka. Hapa kuna kitu nimesema. Wakati ukifika, hakuna mahali jawabu haiwezi toka. Wasomi wa Biblia wanajua walipowekwa katika tanuru la moto, moto uliwakishwa mara 7. Lakini kuna kitu Shadraka, Meshaki na Abednego walijua. Hata kama moto umeakishwa, kuna wakati itafika moto hautawaka milele. Kuna wakati itazimika. Maana walijua kuna wakati wa kuwakisha moto na kuna wakati
ana simba. Aikilio milimani ya Melodi. Nilikuwa na mama ya uchaguzi wangu niliona alikaa hapo siku moja. Kile wakati nilikuwa naangalia vitabu vingine inaitwa Deuterocanonical Books na kabati ni siku sawa. Sijui vizuri lakini tuseme ya kwamba alikaa one night. Aikilio tuko mugima. Daudi kuna kitu, Danieli kuna kitu alijua. Danieli halehindo amanyete. Kuna wakati wa kuwepo katika shimo la simba, kule hinde mwekio imani ya Melodi, na kuna wakati wa kutokea. Noni kule hinde aliyakuma. Maana wakati alikuwa kule, todo hinde yale ilima inere. Alikuwa akuliwe, ali ewana terelio aliyo. Ama akuwa na tuseme nini? Tuseme hakukuwa na kohona. Pale hakukuwa tuna ponyoke pale. Ilikuwa atupe pale, si aangalie vile simba wako ni akuliwe. Tiati yako ya Melodi hana, aikajihonige na aliyo. Wapendo nisema kama mchungaji wewe. Lakini kandiga juga tomo hunjia wani. Kuna wakati mwingine tunatupwa mahali. Nikuli hindi tuikagio hado. Ni vizuri nikuambia it is just a matter of time. Nilega ikagio hawo kwa hii. Amina. Amina. Nikupatie mfano wangu. Keko hemo yana nani? Mimi kuna wakati nilikuwa ninakombolewa nyumba. Nikuli hida da kombolewa nyumba. Sasa nakwambia it's just a matter of time. Ninakwenda tu no kwa hida. Kuna wakati nilikuwa ninakombolewa nyumba. Nikuli hida da kombolewa nyumba. Na wakati mmoja kanisa likashindwa kulipa hiyo nyumba. Na hida likinya kanisa ukile muone kudehera nyumba. Na landlord huyo akakuja akakuta sijalipa nyumba. Na landlord ndio kile gikora ndirihete nyumba. Kile nikonyacho ni kuhubiri sana. Kile ndena kio kiingiro kuhujia muno. Lakini rent sina. No, kuliha nyumba ni hahota. Akasimama kwenye lango, akibuga mahamurago ini. Akaongea yale maneno ya kunikasirisha. Akikialia miario ya ndoregie kurakara ini. Sikia hapa nikwambie. Bikiriria kweli. Mauchungu mengine tunayopitia, wacha nikwambie, Mungu anakuanga mauchungu mengine. Barua ine maratugira niki kenya kora wadhini wa. Neketuga na lekoyo ruwa gati koma. Wacha ni ruwa rumwe kaya tugeragania anateithia wao. Kuna uchungu mwingine Mungu anatupitisia akiwa ndani yake. Nekole ruwa ronge kaya tugeragania negena toshiana kegeragania biyo. Uchungu inatupitia mtu aje kuzaa kilicho ndani yetu. Nekole kwa watabu son toke ikara kegeragania ni kile goshiareka. Baba toshereka kilicho ndani yetu ikoze kubarika. Atumia leo kwa neno magera shiano na yes. Wamambalia hapo anapata watoto kupitia njia ya kuchini. Nekole ruwa wa kawaida. Kuna ile mtungu ya kawaida. None kuna ruwa rongeongea na kukoga na roho ya kawaida. Ruweka kwa induced pain. Lakini kuna ile uchungu zipapata ya kawaida unawekwa dawa ya kuongeza uchungu. Kienda hospitali ukatae kupata ile ya normal, daktari anakutaka na dawa anakuweka induced pain. Ile hospitali wako yana rumbo kawaida. Daktari anaweka dawa ya kuongeza rumbo. Akakuongeza rumbo. ambao walikuwa wamejiandikisha kuwa wanagharamia ile pesa. Walisema watakuja na pesa katika ushirika ambao itafuata. Nikamuuliza mke wangu nitaje kulipiwa nyumba kwa nini si mwanaume hospitali? Nikahamishwa hiyo nyumba nikapelekwa nyingine Red Rock. Gedamio nyumba ya Red Rock. Nikahamishwa hiyo nikapelekwa nyingine Otugi. Gedamio niki kituo mwana wa Otugi. No kironga mati wataona kama hiyo tora wa nguo. Nikasema
nitasema Mungu isivyo. Nitamshukuru mzee wetu wa kanisa ya Naivas. Ninapenda wazee wa kanisa, maana alisema mchungaji wetu atakuwa nyumba tena. Aliniombea nilipoingia hiyo nyumba. Walisema kwamba watakuwa na pastors day. Waingilia tena ndio tukofanya pastors day. Ndio pastors day ileta 34k. Ate pastors day wala hilia gili 34. Nilikaziweka tiles. Gesi kile na sio tayo. Lakini huku kwingine ni mimi. Na huku kuke kuode ni nini? Niambia mama mchungaji. Tondali ya Mrs. Leve. Hata kama sikufanyika pastor. Unakukikia ndio kile pastor. Ngeteka nyumba. Ndio ingi yake ile nyumba. Simwambie mtu it's just a matter of time. Kirosho boliga netie murata no koida. Just a matter of time. Murata wako no koida. Just a matter of time. Murata no koida. Wale walikuwa nasikia Kenani nikiitwa. Oye ndio Kenani kule udedetamo. Kenani nilikuwa nimepatiwa kajina. Kenani na hetole to ndabatibetio. Nilikuwa ninaitwa pastor wa Kasperskeria. Pastor wale wakava ibikirika tune. Hiyo ndio ilikuwa jina yao. LCA waliama parokia walinunua 1500. Kanisa ilitoa 500. Kuna wenye walikosa kuhudhuria maana baiskeli inanunuliwa 1500. Kila mmoja akatoa 50. Amina. Haleluya. Just a matter of